ya wapiga kura ambao walikuwa wamefika katika vituo vya kupigia kura huko Ugunja, ilhali idadi ya wapiga kura waliosajiliwa na IEBC ni 60,114. Hali ni kama gani sasa hivi? Je, wapiga kura wameanza kujitokeza au hali ni ile ile? Naam, hujambo Andrin, hali ni ile ile. Sasa tuko katika kituo cha kupiga kura cha Ogeda, ambao ni shule ya msingi ya Ogeda. Na nyuma yangu kama unavyoona hakuna watu ambao wanapiga kura, ila msimamizi wa kituo hiki cha kupiga kura ametuarifu kuwa tangu asubuhi walipofungua hapo mida ya saa 12, watu 200, zaidi ya 200 walijiwasilisha na kupiga kura na wakaenda nyumbani. Lakini sijui kwa nini watu hawajitokezi kupiga kura, ila sasa niruhusu tu nitangamane tu na mmoja wapo ya wapiga kura ambao aliweza kufika katika eneo hili. Kwanza karibu katika runinga TV47, wanze tu kwa kujitambulisha, utuambie umetoka kilomita ngapi na kwa mtazamo wako shughuli hii inaendelea kivipi? Mimi naitwa Fredrick Otieno Haunga. Natoka around 500 meters kutoka nyumba yangu kuja hapa polling station Ogeda. Yenyewe shughuli yenyewe inaenda vizuri, hatuoni shida yoyote, ingawa turnout ni kidogo, lakini kila kitu inaenda kwa njia safi. Hatuoni shughuli yoyote, tabu yoyote hatuna, ingawa turnout ndio kidogo sana. Kwa mtazamo wetu tumeona kwamba ni wakongwe sana ndio wanajitokeza na wale walio katika umri wa makamu, hatuoni vijana wakijitokeza. Je, wito wako kwa vijana unaweza kuwa gani katika mambo haya, shughuli hii ya kupiga kura? Wito wangu kwa vijana ni wajitokeze, wakuja wapige kura, kwa sababu ndio viongozi wa kesho. Sisi wakati wetu imeisha. Sasa kama wawezi kulinda nchi ni shauri yao, kwa sababu nchi inabakia youth. Hiyo tu ndio naweza sema. Alafu pia kulikuwa na kampeni tangu tarehe 8 mwezi wa Oktoba mpaka tarehe 24 mwezi huu, na tumeona kwamba kampeni hizo zilikuwa za amani. Sijui kama wakazi wa eneo hili la Ugunja, je, mnahisi kwamba ni kweli zilitekelezwa kwa njia ya amani, na ni vipi tunaweza boresha hata tunapojitayarisha kwa uchaguzi wa mwaka 2027? Hapa kwetu huwa tukuwa na virugu nyingi, kwa sababu vile kampeni zote ziliandaliwa, zote tumeenda kwa njia safi. Watu wamekuwa kwa kampeni, hakuna shida yoyote, hata watu wajapigana, tulienda tu vizuri, hakuna shida yoyote tumeona. Hata 2027 tutakuwa na imani tu itaenda vizuri. Haya, asante sana. Huyo tu ni mkazi wa eneo hili la Ugunja ambaye anasema kwamba anahisi kwamba matakwa yake yametekelezwa ipasavyo katika shughuli hii ya kupiga kura. Na pia hapo awali tulikuwa katika shule ya msingi ya huko eneo katika wadi ya Sidinda, ambapo waziri wa Kawi Opiyo Wandayi aliweza kufika hapo, na pia yeye aliweza kupiga kura, na aliomba tu wakazi wa eneo hili la Ugunja kujitokeza kwa wingi ili waweze kupiga kura. Na kama ulivyosema tu Andrin katika kuanzisha kwako kwamba 12% pekee ya wakazi ndio wamejitokeza kupiga kura, hii ikiwa idadi ya chini mno kulingana na wale ambao wamejisajili ambao ni 60,114. Na kama nilivyosema wadi county eneo bunge hili la Ugunja iliyo katika kaunti ya Siaya iko na wadi 3 ikiwemo Ugunja, Sidinda na Sigomere. Tumeweza kuzuru wadi zote hizo na bado hali ni ile ile. Wanaojitokeza kupiga kura ni kidogo mno. Kama tu tunaweza kujuza tu watazamaji wetu ni kuwa wakazi wa eneo hili wanapiga kura ili kuweza kuteua atakayechukua nafasi ya ubunge. Hii ni baada ya nafasi hiyo kuwa wazi baada ya aliyekuwa mbunge ambaye ni Opiyo Wandayi kuelekea katika wizara ya Kawi. Na hivyo sasa ni malumbano ambayo imeweza kuvutia wagombea 10, na wagombea hao tayari karibu wote washapiga kura katika vituo mbalimbali vya kupiga kura. Tutazidi kukita kambi hapa na katika vituo mbalimbali vya kupiga kura. Ni vituo hivi vinatarajiwa kufungwa hapo mwendo wa saa 11 jioni. Baada ya hapo tutakuwa tunaenda katika kituo cha kujumuisha kura ambayo itakuwa katika shule ya upili ya Ambira. Tutaweza kuelekea huko tujue mbivu na mbichi na ni nani atakayeng'aa na atakayechukua usukani na kuwa mbunge katika eneo hili. Ni
Na kama nilivyowaarifu watazamaji wetu hapo awali, kura hii italeta mwamko mpya katika uongozi na katika nafasi katika bunge la kitaifa, kwani ni baada ya miaka 11 ndipo watakuwa wanaweza kupata mbunge mwingine, baada ya mbunge wa zamani Opiyo Wandayi ambaye sasa ndiye waziri aliweza kuchukua hatamu hiyo mwaka 2013. Kwa hivyo tutazidi kupiga kambi hapa, tutazidi kuzuru baadhi tu ya vituo hivyo 116 vya kupiga kura vilivyoko katika eneo bunge hili la Ugunja, na tutazidi kupakulia watazamaji wetu yatakayokuwa yanajiri. Na ni vyema pia tuseme kwamba usalama umeimarishwa, na wakazi pia wanasema wanahisi kwamba wameridhishwa na jinsi usalama unaafikiwa na unatekelezwa katika vituo mbalimbali vya kupiga kura. Kwako studio ni Andrine. Safi kabisa, Elizabeth Atieno kutoka Ugunja hapo tu akituelezea kwamba hali ni ile ile, na kwamba hadi kufikia sasa ni 12% pekee ya wapiga kura waliosajiliwa na IEBC ambao wamefika katika vituo mbalimbali kutekeleza wajibu wao wa kikatiba, na hili likionyesha kwamba ni idadi ndogo mno ya watu waliofika kupiga kura. Sasa